Hujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu wa habari. Usiku huu, habari kuu usiku huu ni pamoja na serikali yaendelea na ujenzi wa miradi ya maji katika maeneo yote nchini kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo karibu na makazi yao. Katika habari za kimataifa, mwanasiasa maarufu wa Kenya Karua akamatwa Tanzania. Na katika michezo, Yanga yatinga fainali kombe la CRDB Federation Cup. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Maliango Mugeta. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema serikali imeendelea na ujenzi wa miradi ya maji katika maeneo yote nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo karibu katika makazi yao. Mindi Joseph ana undani wa taarifa ifuatayo. Ameyasema hayo leo Jumapili Mei 18, 2025 wakati akizungumza na wananchi katika eneo la Hungumarwa wilayani Nkwimba baada ya kuzindua mradi wa maji Hungumarwa katika ziara ya kikazi mkoani Mwanza. Mradi huo wa maji wa Hungumarwa ulianza kutekelezwa tarehe 8 Machi 2022 na ulikamilika Agosti 15, 2024. Mheshimiwa Majaliwa amewasisitiza wananchi kuendelea kuiamini serikali ambayo imedhamiria kuendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika maeneo yao. Maboresho ya huduma za maji kwenye miji mikubwa kama Hungumarwa. Nyie mna bahati tayari kwa sababu tuna mradi mkubwa wa maji ambao tenki lake limeenda kulizindua asubuhi hii. Mradi huu tumeunganisha kutoka mradi mkubwa wa kutoka Mwanza kwenda Shinyanga na sasa tunaelekea Singida. Tumechukua maji tunayaleta kwenye miji yote ya wilaya hii ya Nkwimba. Nyie wanufaika, wataalamu wa maji wameniambia maji yamekuja. Nataka niwaambie nilichoagiza pale, na nyie mjipange. Tunataka maji haya hapa Hungumarwa, kila mmoja mwenye uwezo avute apeleke ndani ya nyumba yake. Tunafanya mapitio pia ya gharama za uendeshaji kupitia kamati ya huduma za maji ya eneo hili. Tutaendelea kuangalia gharama za uendeshaji na gharama ambazo tunalipia ili kila mmoja alipe kile ambacho anastahili. Na sasa hivi waziri wa maji Mheshimiwa Aweso amefanya mapitio makubwa sana, hata gharama zimepungua. Malengo yetu tupate maji ya kutosha kwa gharama nafuu, kwa maana ya kuchangia huduma za uimarishaji wa huduma za maji. Swala la maji tunaendelea kuhakikisha kwamba na mji wa Mgudu pale tuna mradi wa milioni 300 unakwenda kusambaza maji mji mzima wa Mgudu. Tunakwenda kuambia, lakini tuna mradi wa maji na Sumbe ambao pia unakwenda kutoa huduma eneo lile. Hili wala msiwe na mashaka nalo kwa sababu kule miradi yote tunakwenda kuieleza asubuhi hii. Nataka niwahakikishie wananchi wa Nkwimba kwamba serikali inaendelea kutekeleza miradi ya maji, na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye miradi ya maji hapa na kampeni maalum ya kumwokoa mama ambaye wakati wote ndio anahangaika na maji ili kuleta maji kwenye umbali mfupi. Maana ya kutua ndoo kichwani, sasa tunataka mama aende bombani akiwa ameshika ndoo mkononi, ajaze maji, ashike ndoo mkononi, arudi nyumbani. Hiyo ndio maana yake. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Mwanza, Mhandisi Godfrey Sanga amesema gharama ya mkataba ilikuwa ni bilioni 11.004 bila vati, na kazi zote zimekamilika na thamani ya kazi iliyofanyika ni bilioni 10.8 na kufanya salio au kuokoa milioni 201. Kazi kuu zilizotekelezwa ni ujenzi wa tangi moja la lita milioni 1 ambao ndio ile ndio tulipo, ununuzi wa mabomba ya kilomita 54, ujenzi wa chemba 33 katika maeneo maalum ambapo kuna air valves, washout na section valve, kuunganisha maji kwa wateja wa majumbani 500 na kuboresha huduma katika vituo vya zamani vya maji wa zamani 38, ujenzi wa ofisi ya chombo cha watumiaji maji na ujenzi wa nyumba ya mlinzi ambayo tuko hapa tulipo. Mradi wa maji kijiji cha Hungumarwa ni moja kati ya miradi iliyotekelezwa kupitia fedha za ndani za serikali na wilaya ya Nkwimba
inatekeleza jumla miradi 20 na mradi huu unahudumia jumla wakazi 24,349. Mindi Josephu, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde amezitaka taasisi za kifedha kutafuta namna nzuri ya kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata fedha ambazo zitakaweza kuwawezesha katika shughuli zao. Michael Bundala kutoka Geita ana undani wa taarifa ifuatayo. Waziri wa Madini Anton Mavunde ametoa wito kwa taasisi za kifedha wakati akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa benki ya Stanbic tawi la Geita. Waziri Mavunde akitoa wito huo ameeleza kwamba kwa sasa wachimbaji wadogo wamekuwa wakikopeshana fedha wenyewe kwa kuaminiana, na hii ni kutokana na taasisi za kifedha kushindwa kuwafikia na kukidhi mahitaji ya mifumo yao ya kufanya kazi. Mimi sitaki kufanya kazi za kuaminiana. Lakini nilikuwa nasema hivi, kwa nini benki msijivue siku moja makoti yenu, mkaingia kule chini, mkakutana na wachimbaji na wafanyabiashara sekta ya madini, muone wanachokifanya, mkiboreshe kidogo tu, na uwezo wa kufanya biashara kubwa sana. Mimi najua leo mabenki mnafukuzana kwenda kwa watumishi wa serikali, hao ndo wanaoongoza kwa kuweka deposits nyingi sana. Nakubaliana nini? Lakini siku benki yoyote Tanzania ikitoka ofisini ikakuwa koti la benki, ikaenda Lwangasa, ikaenda Nyaruyeye, ikaenda Nyarugusu, ikaenda Katoro, ikakaa na wachimbaji, ikaona mfumo wa biashara unaofanyika pale, na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko hivi sasa. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema mzunguko wa fedha unaofanywa na wachimbaji wadogo mkoani hapa unafikia zaidi ya bilioni 12 kwa mwezi. Transaction yetu ya wachimbaji wadogo kwa mkoa, mzunguko wa fedha unaoletwa kwenye masoko yetu ya madini, Mheshimiwa Waziri, kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 12. Hii ni fedha ambayo inamhusisha mchimbaji kuwezeshwa, achimbe, afanye processing, apate fedha, afanye shughuli za manunuzi. Afisa mtendaji mkuu wa benki ya Stanbic Frederick Maxi akieleza juu ya kuzindua tawi la benki hiyo mkoani Geita, amesema uzinduzi huo unaenda sambamba na utoaji wa madawati. Lakini pia tukio letu la kufungua tawi letu leo litaendana na kutoa madawati. Tukio letu tutaendana na kutoa madawati kama mnavyoona hapo mbele, kwa ajili ya kusaidia vijana wetu waweze kusoma ili waweze kuzichukua hizo fursa zinazotokana na uchumi ulioko hapa Geita. Mkoa wa Geita umepata fursa ya kufikiwa na benki ya Stanbic, ikiwa benki hiyo tayari imefikisha miaka 30 tangu ilipoanza kutekeleza majukumu yake hapa nchini. Kutoka katika mkoa wa Geita ulio na utajiri wa madini ya dhahabu, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Bundala kutoka mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Kumbuka unatazama Sky TV na Ulimwengu wa Habari. Wananchi katika wilaya ya Monduli na Longido mkoani Arusha wamefanikiwa kumaliza mgogoro wa mipaka baina yao na uliokuwa unawasumbua kwa maeneo ya malisho katika kijiji cha Ileketeni, kata ya Engaruka. Amina Ngahiwa kutoka Arusha ana undani wa taarifa ifuatayo. Akiwa katika eneo hilo, naibu waziri wa madini ambaye pia ni mbunge wa Longido, Steven Kiluswa, amesema ni vyema mgogoro huu umemalizika na kama serikali hawataruhusu jambo hilo kuendelezwa tena. Unajua hii migogoro, na tuliko kwenye uchaguzi, maana ilianza hata tangu wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Akasema kama mnaona busara inafaa tuache kwanza mmalize uchaguzi, maana watu wengine watalitumia hili swala kisiasa. Basi hata zoezi linaweza likasimama. Tukimaliza uchaguzi, sasa zile timu zianze kupita, lakini alama zingewekwa tu, kwa sababu zile alama haimaanishi kwamba ndio tumemaliza mgogoro. Kama kinachowagombanisha ni mpaka uliowekwa, uliogawa wilaya, kuna utaratibu wa kurekebisha. Kwa upande wake, mbunge wa Monduli Fred Lowassa anaeleza hali ilivyokuwa katika mgogoro huo. Nilipata wasiwasi kwa sababu nimeambiwa unakwenda kwenye vita na unaambiwa wenzako wa Longido ni maadui, kwa hiyo nampakiza kwenye gari. Lakini Mungu alituongoza, sababu nikasema tukija mwisho wa siku
ni kupatanisha wananchi, na kama kupatanisha wananchi unahitaji watu wa pande mbili. Kwa busara ilituongoza tukapanda kwenye gari wote tukaja. Lakini tunapokuja tulikuwa tunasimama kila tunapokuta kundi barabarani, na tulikuta makundi ya vijana wakiwa wameshikilia fimbo na mikuki. Hali haikuwa nzuri. Tulisimama njia nzima kuwazuia kwamba tunaomba mtawanyike. Wakati tunashiriki tunaanza kusikia sauti inatoka huku juu. Kundi la huku juu linaanza kushuka, likafikia kwenye miti ile pale juu kama mita 300 kutoka hapa, lakini unaosikia kwa sauti. Kwa hiyo kaamsha kidogo hisia tofauti. Nao baadhi ya wananchi katika wilaya hizo wanaeleza furaha zao baada ya kumalizika kwa mgogoro huo. Inawezekana wengine wamevunjika mifupa, na mnajua Kimasai kwamba mtu akivunjwa mfupa kuna namna ya kutengeneza na kuna namna ya kumlipa. Haya yote mtajua kwa sababu ninyi ndio wameachua madaraka. Kwa hiyo ilipotokea hili, kwa kweli tulichukia sana, ilituaibisha sana kwa sababu sio hali ya kawaida. Kwa hiyo pamoja na hayo tunawapa pole sana mbunge wetu, pole sana. Mungu amekusaidia sana. Jana ulipoongea nimekusikia, nilipigia Lewanga simu wakati uko kwenye kikao, nasikia unahutubia. Ilikusikia, aliachia simu hajapokea, mimi nikawa nasikiliza. Ulihutubia vizuri sana. Na vijana wamekuelewa. Wanao mbona leo wamesambaratika. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa wa Sky TV. Asante kwa taarifa hiyo, na kumbuka mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari. Habari kuu usiku huu ni pamoja na serikali yaendelea na ujenzi wa miradi ya maji katika maeneo yote hapa nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo karibu na makazi yao. Na katika habari za kimataifa, wanasiasa maarufu wa Kenya Karua akamatwa nchini Tanzania. Na katika habari za michezo, Yanga yatinga fainali kombe la CRDB Federation Cup. Naam, wenye viti wa kamati za shule na walimu wa shule ya msingi halmashauri ya Mbeya jijini wameiomba serikali ili kuweza kuwekea katika barabara ambazo zipo karibu na maeneo ya shule ili kuweza kuondokana na changamoto ya wanafunzi kugongwa na magari wakati wanavuka barabara hiyo kuelekea shule ama kutoka shule kuelekea nyumbani. Taarifa zaidi na Upendo Kibetile kutoka jijini Mbeya. Wakizungumza kwenye kikao cha tathmini ya elimu katika halmashauri ya Mbeya jiji, mwenyekiti wa kamati ya shule ya Kambarage Enoki Edson amesema wanafunzi 9 wameshapata madhara na wengine kupata ulemavu wa kudumu, huku mwalimu wa shule ya msingi Iyela Edwin Ruvanda akatoa ombi hili kwa serikali. Shule yetu iko katikati ya barabara, nakutana barabara 4. Sasa baada ya serikali kuweka lami, imekuwa wale wa bodaboda wakiendesha kwa kasi sana, ambayo imepelekea kupata majanga ya wanafunzi wetu kugongwa. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tumeomba serikali waweze kutufanyia mpango, waweze kutuwekea matuta. Watoto waliokutana na madhara ni watoto 9. Hali zao zinaendelea vizuri, waliopata ulemavu wa kudumu ni wachache. Yale maeneo yana muhimu sana kwa sababu ndio wanafunzi wengi wanavuka kwa pamoja kwa makundi. Kwa kikubwa cha kuzingatia hapo ni kuiomba serikali kuendelea kuwepo na traffic ambao badala ya kusimama kwenye baadhi ya vituo ambavyo vina vivuko, wasisimame kwenye vituo ambavyo kwenye maeneo ambayo yana alama za vivuko ili kuwasaidia wanafunzi na usalama wa wanafunzi wanapovuka. Kaimu mkurugenzi wa jiji la Mbeya na Mary Joseph amekiri kupokea taarifa hizo na hapa anaeleza namna walivyojipanga ili kuondokana na changamoto hizo. Ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Mbeya imepokea taarifa kutoka kwa walimu kwamba kuna wanafunzi wanapata changamoto ya kuvuka barabara na kupelekea wengine kugongwa na bajaji na magari. Hivyo kama ofisi ya mkurugenzi imejipanga kuchukua hatua kwamba kuainisha kwanza maeneo yote ambayo wanavuka wanafunzi na hakuna vivuko, na baada ya kuyapata hayo maeneo utayawasilisha kwa mkuu wa wilaya. Kisha kwa mkuu wa wilaya, kwa sababu taasisi zinazohusika na masuala ya barabara ni TARURA na TANROADS, yatawasilishwa huko ili waweze kufanyia kazi maeneo ambayo yanahitaji vivuko na kuweza kuwanusuru wanafunzi na changamoto ya kugongwa na magari. Katika hatua nyingine, afisa elimu sekondari ya halmashauri ya jiji la Mbeya Matrida Ruvanda ameeleza changamoto ya wanafunzi kutofika shuleni hadi inapofikia siku ya mitihani, huku mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amesema kwa sasa tayari wameshaweka utaratibu juu ya wanafunzi hao
ambapo hawataruhusiwa kufanya mitihani. Watoto wengi hawafiki shuleni muda wa masomo ya kawaida, lakini unakuta wanasubiri kipindi cha mitihani mikubwa, haswa mitihani ya mock na mitihani ya taifa, ndipo wanajituma kukimbia na kung'ang'ania kuingia kufanya mitihani, hali ambayo inapelekea katika jiji letu la Mbeya kuwa na zero nyingi, kwa sababu mtoto anakuwa hahudhurii darasani, lakini anasubiri ule muda wa mtihani ndio anakuja kufanya mtihani. Watoto ambao hawashiriki masomo hatutaruhusu wao kufanya mtihani, kwa sababu ndio hizi zero, ndio ukubwa wa hizi zero tunazoziona. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la ufuta mkoani Dodoma wameiomba serikali kupatia ufumbuzi wa soko la uhakika wa zao hilo. Katika mahojiano na wakulima hao ambao wameomba serikali kuwapatia wanunuzi wa zao hilo la ufuta kibali cha kuweza kununua zao hilo. Mimi kwa majina naitwa Nasibu Omari Mturi. Sasa hivi naishi katika njia ngumu sana, kwa sababu tayari mazao ya ufuta ndio nitegemea kwamba nikishamaliza kuuza ufuta basi nitafute chakula kutokana na upungufu wa chakula ulijitokeza mwaka huu kwenye familia yangu. Sisi wakulima tunahitaji kwamba tupate soko. Yaani wale watu ambao wametununulia ufuta wetu mwaka jana bila masharti, safari pia wawape kibali waweze kutununulia, kwa sababu tayari wao stakabadhi ghalani hao watu wa Cobra ambao ndio wanahusika na mfumo huo mpaka sasa hawajatoa taarifa kwamba lini watanunua, kwa bei gani, kwa utaratibu gani. Na sisi kama wakulima tangu mwezi wa 4 ufuta tumesha kunguta huko ndani ya nyumba. Huku tulikuwa tuna matatizo mengi yakiwemo tatizo la njaa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali hii sasa itufanyie utaratibu wa kuwapa watu kibali waweze kutunusuru katika hilo janga. Kama watakuwa wametoa utaratibu kwamba tayari hata kesho, lakini kwa malipo ya papo kwa papo pia. Wanaweza wakawa wana tayari wa kununua, lakini kwa njia ya kukopesha. Kwa hiyo bado inakuwa haijanisaidia mimi kama mkulima. Hatujawahi kupatiwa hata ile elimu ya kawaida. Inafika mahala, kwa mfano kwa maafisa ugani, hata yani kwa mfano shamba zao limepata tatizo la wadudu, hata unapomuita kwamba nakuomba afisa ugani uje unishauri huyu ni mdudu gani na nitumie dawa gani, wanashindwa kabisa kutupa support. Kwa hiyo mkulima anakwenda na mazingira yake hayo ugumu wake mpaka anakwenda anafika mwisho anatoa zao lake. Akishalitoa sasa limekuwa sasa lina masharti, kitu ambacho tunaona kama sisi hatutendewi haki. Kwa hiyo nimeona kwa niaba wenzangu hili tuliweke wazi, ikiwezekana tupate sauti basi, ingalau serikali yetu tukufu ya mama yetu kipendwa Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anafanya kazi yake kwa uweledi mkubwa, alione hili, ikiwezekana wasiana na Waziri Basha basi kwa ajili ya kutoa maelekezo kwa ajili ya wahusika walioko chini wanaotuhudumia sisi watu wa chini. Mimi kwa majina naitwa John Tehera Kochocho, mwenyekiti wa CCM kata ya Dabalo. Changamoto yangu iliyonifanya mimi nije hapa halmashauri ni changamoto la swala la ufuta. Hali mbaya, kweli tu hali mbaya, kwa sababu hakuna chakula. Walikuwa wanategemea wauze ufuta wanunue chakula. Sasa kama hauzi, lakini kuna wakulima wakubwa angalau wanaweza akaja akalima akapata gunia 40, lakini naye anategemea auze. Lakini hao nao mwisho wake watakata tamaa kuja kulima, kwa sababu hawapewi nafasi ya kuuza mazao yao. Na wao wakati wanaenda kulima wanakuwa na watu ambao wanafanya kazi kwenye mashamba yao. Sasa kama hawauzi ufuta walipe hao watu hawaendi. Maana yake hata nao kipindi kingine watakata tamaa hata kuja kulima. Ufuta upo ndani, haiuzwi. Mtu ukijaribu kuuza sijui utamuuzia, hamna mtu anayenunua, kwa sababu kila mmoja anaogopa, anasema serikali bado wamezuia mpaka stakabadhi ghalani sijui. Sasa mkulima yeye wa kawaida, wewe unaenda kumwambia stakabadhi ghalani ya gunia 2-5 mjini unakamatwa tena. Wanasema ukipeleka mjini wanaweza kamata ufuta, wanataifisha moja kwa moja, wanachukua wao. Watu wanakuwa oga, wamebaki tu watu ni kilio mzee. Kwa hiyo mimi sitamani hiyo hali. Mimi naomba hizi mambo mengine madogo ya wakulima tu anayelima kutoka shambani watafutie watu wanayenunua.
Asante kwa taarifa hiyo. Wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar kupitia chama Makini wamesema endapo watapata ridhaa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, wataleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu, kilimo pamoja na viwanda. Nora Damian ana undani wa taarifa ifuatayo. Hizi ni shamra za wafuasi wa chama cha Makini baada ya kuhitimisha mkutano mkuu maalum uliompitisha mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Costa Kibonde, mgombea urais wa Zanzibar Amiri Hassan Amiri na mgombea mwenza Hazard Suleiman. Wagombea hao wamesema ilani ya uchaguzi ya chama hicho imebeba matumaini makubwa ya Watanzania na kuwaomba waunge mkono kwa kukipigia kura chama hicho ili kiweze kushinda kiti cha urais. Chama changu cha Makini kimejitabanisha, ni chama kitakachokwenda kusimamia kilimo. Ahadi yangu kwa Watanzania vijana ambayo wamekuwa ni nguvu kazi kubwa katika nchi yetu, ahadi yangu kwao kuhusu kilimo, kila kijana Mtanzania aliyefikisha umri wa miaka 21 nikipata uraisi nitampa ekari 5 kwa ajili ya kwenda kujiendeleza kiuchumi. Chama chetu kinaamini ya kwamba uchumi wa Tanzania, Watanzania wao zaidi ya 60% wamejikita katika kilimo. Hivyo basi ninaahidi nitatoa ekari 5 kwa kila kijana ambaye atafikisha umri wa miaka 21. Pia sio kutoa ekari 5 tu, bali nitafanya jitihada za makusudi. Mimi na wasaidizi wangu tutatoa pembejeo, mathalan mbolea na pia matrekta. Chama chetu imani yake ni kwamba uwezi ukamkomboa Mtanzania kwa kilimo cha jembe la mkono. Tunaamini ya kwamba mashine zipo na zitarahisisha, na kivyovyote vile Watanzania tutazalisha kilimo kwa maana ya mazao kwa kiwango kikubwa, na hatimaye nchi yetu itapata uchumi kupitia kilimo. Hivyo basi serikali yangu imejiandaa kikamilifu kutafuta soko la mazao. Tunaamini ya kwamba mazao mengi yanapotea. Kwa hiyo tutajiandaa kikamilifu kwa ajili ya kufanya mageuzi makubwa sana ya viwanda, na serikali yangu hatutakubali zao lolote likaozea shambani, bali tutakuwa tuna viwanda vya kutosha ambavyo vile viwanda malighafi zake zitatoka kwenye kilimo ambacho kitalimwa nchini Tanzania. Nashukuru nimepata bahati ya kuteuliwa kama ni mgombea mwenza. Kitu cha kwanza, naahidi kusimamia sera ya chama changu. Hiki ndio kitu cha kwanza ambacho kitakuwa ni mwongozo katika safari yangu. Lakini pia nitashajihisha wanawake wenzangu katika kusimamia ama kuingia katika ngazi tofauti za uongozi. Tuna uchumi wa bluu ambao kama tutaufanyia kazi ipasavyo, basi hatuna sababu kwa nini Wazanzibari wasilipo 500,000 kila Mzanzibari ambaye hafanyi kazi serikalini. Na mishahara ya wanafanyakazi wa serikali, kima cha chini cha mshahara wa Zanzibar ni mshahara wa 1,500,000. Kwa hivyo niwaambie Wazanzibari, mambo mazuri yanakuja, wajiandae kuchagua mgombea wa urais kupitia chama cha Makini. Kwa upande wake, msajili msaidizi wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza amesema waridhishwa jinsi mkutano huo ulivyofanyika kwa kuwa umefuata katiba ya chama hicho na kuvisihi vyama vyote vinavyoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu kuendelea kudumisha amani na kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi wenyewe ambapo kutakuwa na uteuzi wa wagombea rasmi wa ile Tume Huru ya Uchaguzi, halafu tuingie kwenye kampeni, halafu uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo tumewaasa katika kipindi hiki wajitahidi sana, pamoja na ushindani uliopo, wadumishe amani, utulivu, uzalendo na umoja wa kitaifa. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV.
Na mtazamaji wa Sky TV, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea tutaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni mwanasiasa maarufu wa Kenya akamatwa nchini Tanzania. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, ninaitwa Pius Jayunga. Mwanasiasa maarufu wa Kenya Martha Karua, ambaye pia ni mwanasheria anayewakilisha vigogo wa upinzani wanaokabiliwa na kesi katika mataifa jirani, amekamatwa nchini Tanzania Jumapili asubuhi katika uwanja wa ndege. Msemaji wake ameliambia shirika la habari la AFP Karua amekuwa akimwakilisha kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini na anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu. Kesi hiyo inajiri wakati Tanzania ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Msemaji wa Karua amesema mwanasheria huyo alizuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam na kuhojiwa kwa masaa matatu. Pasipoti yake ilichukuliwa na alikuwa akisubiri kurudishwa Kenya. Waziri huyo wa zamani wa sheria na aliyewahi kuwania urais nchini Kenya amekuwa mstari wa mbele kupinga kile anachosema ni kurudishwa nyuma kwa demokrasia katika eneo la Afrika Mashariki. Pia amekuwa akimwakilisha kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye, ambaye alitekwa nyara nchini Kenya mwaka jana na kurudishwa nchini kwao, pia akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Uganda itafanya uchaguzi mkuu Januari mwaka ujao. Kwingineko, zaidi ya Wapalestina 100 wameuawa kwa mashambulizi ya Israeli siku ya Jumapili kwenye ukanda wa Gaza, huku hospitali kuu kaskazini mwa eneo hilo ikilazimika kufungwa kutokana na hujuma nzito za Israeli. Idadi hiyo ya vifo imetolewa na hospitali pamoja na maafisa wa afya kwenye ukanda wa Gaza katika wakati Israeli inatanua kampeni yake ya kijeshi kwenye ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Taarifa zinasema zaidi ya watu 48 wameuawa kwa mashambulizi ya anga ndani na pembezoni mwa mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis. Baadhi ya makombora yalizipiga nyumba za makazi ya raia na mengi yalianguka kwenye mahema yanayowahifadhi wa Palestina waliopoteza makazi yao. Miongoni mwa waliouawa ni watoto 18 na wanawake 13. Hayo yamefahamishwa na hospitali ya Nasser iliyopo kusini mwa Gaza. Upande wa kaskazini mwa Gaza, shambulizi la Israeli lililoilenga nyumba moja ndani ya kambi ya wakimbizi ya Jabalia imewaua watu 9 wa familia moja. Wizara ya afya ya Gaza, eneo linaloongozwa na kundi la Hamas, ndio imetoa taarifa hizo. Na hatimaye Papa Leo wa 14 ametumia ibada ya Jumapili kuweka bayana vipaumbele vyake, akikosoa mfumo wa kiuchumi unaonyonya maliasili na kuwatenga watu maskini
Rais wa Ukraine na makamu wa rais wa Marekani walihudhuria ibada hiyo. Ameeleza hayo wakati wa mahubiri yaliyotolewa mbele ya viongozi wa ulimwengu akiwamo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Papa Leo ameongoza misa yake ya kwanza rasmi katika uwanja wa Mtakatifu Petro siku 10 baada ya kuchaguliwa kuwa kiongozi wa Wakatoliki bilioni 1.4 kote ulimwenguni. Alianza shughuli za siku kwa kuzunguka akitumia gari lake jeupe maalum kwa Papa, huku akitabasamu na kuwapungia mkono na kuwabariki makumi ya maelfu ya watu waliohudhuria ibada hiyo mjini Vatican. Kwenye hotuba yake ametoa wito kwa kanisa kuwa nguvu ya mabadiliko katika ulimwengu wa migawanyiko na chuki. Leo ameandika historia kuwa Papa wa kwanza kutoka Marekani, na nchi yake iliwakilishwa na Vance aliyejiunga na Ukatoliki mnamo mwaka 2019 na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ambaye pia ni Mkatoliki. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Asante Pius Jayunga kwa taarifa za kimataifa. Kumbuka wanatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Na moja kwa moja tunaelekea katika habari za michezo, ambapo huko tunaungana naye Johannes Michael. Kunani katika michezo leo? Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Huwaligani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa za michezo na burudani kwa siku ya leo. Mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya RS Berkane ambao ulichezwa kwa siku ya jana pale nchini Morocco, na mchezo kutamatika kwa klabu ya RS Berkane kuondoka na ushindi wa idadi ya mabao 2-0. Afisa habari wa klabu ya Simba Hamed Ally ameweza kuzungumza kuhusiana na mchezo huo, lakini pia ameweza kuzungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo ambao unafuata tarehe 25. Kwanza mechi leo nimesimama kwa dakika 90 na nimeimba kwa dakika 90 na nimecheza kwa dakika 90 na nimeshangilia kwa dakika 90. Yaani nilikuwa nina energy ya kutosha kweli kweli. Mechi leo nimeenjoy vibaya mno. Tumeruhusu, tena uzuri umetumia neno zuri. Tumeruhusu mabao 2. Hatujapoteza. Huu mchezo sisi Simba Sports Club taifa kubwa hatujapoteza. Tumeruhusu mabao 2. Berkane ametangulia tu kutufunga, lakini hizi goli 2 ambazo ametufunga hapa kwenye uwanja wake wa nyumbani atakwenda kuzitapika nyumbani Tanzania.
hilo ni jambo tunamhakikishia kwa 100%. Tukiwekeza imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, tunasema insha Allah goli 2 atazitapika nyumbani kwetu Tanzania. Goli 2 alizotufunga zitayeyuka mithili ya theluji ya mlima Kilimanjaro. Simama hapa katika uwanja wa manispaa ya Berkane, Moroko Kaskazini, na kwambia kwamba mnyama anachukua ubingwa wa Afrika msimu huu insha Allah. Kwa namna ambavyo nimewatazama RS Berkane, kwa namna ambavyo timu yetu imecheza hii leo, niseme tu ya kwamba matumaini ya Simba kuchukua huu bingwa ni mkubwa mno. Sio kwa sababu ya ubovu wa Berkane, bali ni kutokana na uimara wa timu yetu. Naye naibu waziri wa habari, sanaa na utamaduni Mheshimiwa Hamis Mwinjuma ameweza kuzungumza kuhusiana na mchezo ambao umechezwa kwa siku ya jana, RS Berkane dhidi ya Simba, na ameweza kutoa maoni yake kwa mchezo ambao umepigwa kwa siku ya jana na mchezo ambao utachezwa tarehe 25 katika dimba la Benjamin Mkapa. Ambao wana furaha baada ya matokeo ya mechi hii wa Moroko, kwa sababu wanajua kitakachowapata watakapokuja. Ahmed Ali anasema hizi bao 2 watazitapika. Na kimsingi ni kwamba tumefungwa goli 2 katika uwanja ambao alikuja Constantine hapa akachukua 4, akaja Stellenbosch akachukua 5. Kwa hivyo sisi hatukuwa vibaya sana, na hata ukiangalia mchezo wenyewe, hata magoli tuliofungwa ni magoli ya makosa ya kibinadamu, ambayo mpira ni makosa, ni sehemu ya mchezo. Kwa hivyo mimi naamini tutajipata kwenye mchezo wa marudiano, na ndio maana wa Moroko hawana furaha. Kwa hiyo acha tuone. Bahati nzuri miaka hii ya karibuni fainali zimekuwa 2, kwa hiyo hii ni nusu ya fainali. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametembelea na kukagua miundombinu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, hususan kwenye eneo la pichi, na hichi ndicho ambacho amezungumza baada ya kutembelea uwanja huo. Ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza kukagua Gymkhana Law School pamoja na Meja Jenerali Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa, na Mkapa nitarudi tena kwa sababu bado package ni kubwa, na tutaenda Gombani ili kujiridhisha mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule, na kwa kuwa tumewapa wakandarasi wanawajibika kutupa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pitch ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri, na kule kunaendelea vizuri. Na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hilo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika, tulipata shock kuonekana kwamba labda watu wetu tuliowapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika. Lakini seme hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundombinu, na hapa tumekuja kukagua miundombinu, na bahati tumepata taarifa miundombinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu marais wetu Dr. Samia na Mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano yaje kuchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu, watendaji wenzangu wa serikali, kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya, kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tunafuatilia. Kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa hayo kinachosikika hicho. Hiyo ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na klabu yenyewe. Sisi kama serikali, miundombinu, uwanja uko vizuri, wakiamua tutawaruhusu waendelee. Sisi hatuna shida, tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao ili waje kutumia. Hata leo wakitaka kutumia leo watumie tu. Taa tumeweka, wakitaka kucheza saa 4 usiku inachezeka, wakitaka saa 10 mchana ruhusa, sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Michezo, nipongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea Isamuyo, na kwa bahati nzuri mkandarasi tulikuwa tarehe ambazo tumewekeana bado yuko kwenye time, kwa hatuna mashaka na yeye, na kampuni hii inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri.
na pia mwaka huu tunataka tuimarishe kule VIP ili viongozi wanaotaka kulipwa na nini wakae huko juu huko kwenye vioo huko, wanapata na AC zao huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwenye maeneo yote haya. Kwa hiyo niwashukuru wote. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru. Katibu Mkuu, muendelee kusimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti Baraza la Michezo na mtendaji wetu wa Baraza la Michezo, wakandarasi, na washukuru sana wote, muendelee na kazi. Na baada hapo ni waage sasa, tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani ili tuone maendeleo hayo. Habari, kwa majina naitwa Thompson Michael Bumela, ni mkuu wa idara ya maji chini ya ardhi inaitwa underground water kutoka kampuni ya GK Water Expert. Kampuni yetu inajihusisha na uchimbaji wa visima, lakini kabla ya uchimbaji wa visima ni kuelezea hatua za uchimbaji wa visima. Hatua ya kwanza tunaanza na ufanyaji wa utafiti wa maji chini ya ardhi tunaita survey. Baada ya survey tunafanya uchimbaji wa visima ambao unaweza tukaweka bomba tunaita PVC installation au tusiweke bomba. Pia hatua inayofuata tunaweka pump installation. Baada ya hapo tunafanya solar installation kwa mtu ambaye hana umeme au site yake haina umeme karibu, tunafanya solar installation. Ukiachana na uchimbaji wa visima, kampuni ya GK Water Expert inajihusisha na usambazaji wa vifaa vya survey na mashine za kuchimbia, mashine kubwa za kisasa za kuchimbia. Kampuni yetu inasambaza kwa wachimbaji wadogo au mtu yote mwenye mahitaji, iwe taasisi, organization yoyote ambayo inahitaji au mtu binafsi, tunasambaza pia kwa East Africa. Karibu sana GK Water Expert kwa kazi zote au shughuli zote ambazo unahitaji tukufanyie zikihusisha mambo ya maji na umeme. Lakini pia kampuni ya GK Water Expert tunapatikana Dodoma, Tanzania, mtaa wa Safina karibu na Shell ya Total opposite na barabara ya Nyerere Road. Wasiliana nasi kupitia namba hizi hapa chini, kupitia email, WhatsApp, website au social media zetu. Asante. GK Water Expert, your water expert for your water need. Kazi, utu, tunasonga mbele. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, ni wasaa wa habari za michezo na burudani kimataifa, ambapo naanza na mshambuliaji wa Manchester United na Mwingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo ndani ya kikosi cha Aston Villa. Yuko tayari kupunguziwa mshahara ili kuhamia kwenye kikosi cha FC Barcelona, lakini Barcelona wao wana mpango ya kumnunua moja kwa moja ndani ya kikosi cha Manchester United. Lakini kunako taarifa nyingine kuhusiana na mshambuliaji wa klabu ya Bayern Munich Harry Kane anayeshiriki ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga, amenyakua tuzo ya mfungaji bora katika ligi hiyo ambapo amemaliza na kunako taarifa nyingine kuhusiana na nahodha namba 1 ya klabu ya Manchester United na Uingereza raia wa Ubelgiji Kevin De Bruyne amewaaga mashabiki wa timu hiyo usiku wa jana katika uwanja wa Wembley baada ya mchezo wao dhidi ya Crystal Palace kumalizika. Kiungo huyo hatari amewaaga mashabiki wa Wembley baada ya kuweza kumaliza kwa kutumikia kikosi cha Manchester City. Kwa hiyo Kevin De Bruyne msimu ujao hatakuwa ndani ya kikosi cha Manchester City. Na nafikia tamati ya Ulimwengu wa Habari upande wa michezo, lakini
Kwake Maliango Mgeta. Tamati ya ulimwengu wa habari za michezo na burudani umetamandika hivyo na Johannes Michael. Na sasa ni wakati wako kuweza kupata taarifa zaidi kuhusu utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na wakati ukiendelea kuwa na Jumapili tulivu, naomba niukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Kigoma, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo zinatarajiwa. Kilimanjaro mvua nyepesi pamoja na mvua zinatarajiwa. Mbeya vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya mvua vinatarajiwa. Arusha vipindi vya mvua nyepesi pamoja na mvua vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA ndio unatukamilishia ulimwengu wetu wa habari. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV.